Kwa hiyo anayepaswa kubeba mzigo wa lawama kwa wananchi na mzigo wa hasira kwa wananchi juu ya hiki kinachoendelea kwenye nchi yetu sasa, kinachoitwa uchaguzi lakini hakuna uchaguzi kimsingi, ni Rais Samia na chama chake na serikali yake. Na sisi Chadema, msimamo wetu, na tunaendelea kuwaomba Watanzania uwe ni msimamo wa wananchi, ni kwamba no reforms, no reforms, no reforms. Rais hasemi ukweli. Ukweli ni kwamba uamuzi wa sisi kuamua kuchukua msimamo wa no reforms, no election ni baada ya kuona bila ya shaka yoyote kwamba Rais Samia ahadi yake ya 4R ikiwemo reforms ilikuwa ni ahadi ya uongo, ilikuwa ni unafiki, na hakuwa tayari yeye Rais Samia na serikali yake na chama chake cha CCM kufanya mabadiliko na marekebisho yoyote ya kikatiba na ya kisheria ya maana yenye kuwezesha uchaguzi huru na haki. Rai yangu mimi kwa wana Chadema na rai yangu kwa Watanzania, nilimsikia rais jana akisema maneno, na hili nisimnukuu vibaya, ni vyema nikayanukuu kama ambavyo aliyasema yeye rais akiwa Pwani. Rais Samia amesema wananchi wasiogope kwenda kupiga kura, na akasema kwamba hao waliokataa uchaguzi wamekataa wenyewe, wasiwatishe, na akasema na mengine. Mimi nataka kusema hivi, nataka kumwambia Rais Samia na kumkumbusha na kuikumbusha serikali. Bahati nzuri mimi nilikuwepo kwenye mazungumzo na rais kuanzia tulipokutana Chamwino mwezi Mei mwaka 2022, na nimekuwepo kama sehemu ya timu ya watu 5 ya upande wetu ya mazungumzo ya maridhiano tuliozungumza kwa mwaka mzima kuanzia mwezi Juni mwaka 2022 mpaka mazungumzo yalipovunjika mwezi Juni mwaka 2023. Naweza kusema bila ya shaka yoyote, kutokana na yale ambayo nimemsikia rais mwenyewe Ikulu Chamwino na yale niliyoyasikia kwenye mazungumzo ya maridhiano, rais hasemi ukweli. Ukweli ni kwamba uamuzi wa sisi kuamua kuchukua msimamo wa no reforms, no election ni baada ya kuona bila ya shaka yoyote kwamba Rais Samia ahadi yake ya 4R ikiwemo reforms ilikuwa ni ahadi ya uongo, ilikuwa ni unafiki, na hakuwa tayari yeye Rais Samia na serikali yake na chama chake cha CCM kufanya mabadiliko na marekebisho yoyote ya kikatiba na ya kisheria ya maana yenye kuwezesha uchaguzi huru na haki. Na uamuzi wa baadaye wa tume inayojiita huru isiyokuwa huru ya kutamka kwamba Chadema hairuhusiwi kushiriki uchaguzi kwa sababu haijasaini maadili ulikuwa ni sehemu tu ya visingizio kinyume cha sheria vya kutengeneza mazingira ya kuhalalisha yale ambayo Rais Samia na serikali yake walishayapanga toka awali. Kwa hiyo anayepaswa kubeba mzigo wa lawama kwa wananchi na mzigo wa hasira kwa wananchi juu ya hiki kinachoendelea kwenye nchi yetu sasa, kinachoitwa uchaguzi lakini hakuna uchaguzi kimsingi, ni Rais Samia na chama chake na serikali yake. Na sisi Chadema, msimamo wetu, na tunaendelea kuwaomba Watanzania uwe ni msimamo wa wananchi, ni kwamba no reforms, no reforms, no reforms. Asanteni sana.